Afande Mkuu wa Jeshi la Polisi, Inspekta Jenerali wa Polisi Camillus Mwongoso Wambura, Msemaji wa Jeshi la Polisi Naibu Kamishna David Misime, Naibu Kamishna Dolphina Ngoso, Chifu wa Maadili kutoka Kamisheni ya Utawala, Naibu Kamishna wa Polisi Mwamini Rantale ambaye pia ni Chifu wa Sayansi Asili, watumishi raia mliopo, maafisa wanazimu wa Kamisheni ya Uchunguzi wa Kisayansi kiongozwa na Kamishna Msaidizi Mwandamizi Topista Malia, lakini akisaidiwa na Kamishna Msaidizi Kasepwa Edson, Kamishna Msaidizi wa Polisi Kuliamo, mnazimu wa Shule ya Polisi Moshi, mwenyeji wetu ambaye leo pia ndo kaimu kamandati wa Shule ya Polisi Moshi, Kamishna Msaidizi wa Polisi George Kiando ambaye ni Chifu wa Hati na Uhalifu wa Mtandao, Kamishna Msaidizi wa Polisi Simon Maigwa, Kamanda wa Polisi wa Mkoa wa Kilimanjaro, wakuu wa maabara ya Kamisheni ya Uchunguzi wa Kisayansi wakiongozwa na Kamishna Msaidizi Mwandamizi Jafet Mabeyo, maafisa mbalimbali wa Jeshi la Polisi mliopo na hasa wakufunzi wa Shule ya Polisi Moshi, Kaimu Mkuu wa Uchunguzi wa Kisayansi Kanda Maalum ya Dar es Salaam ambaye pia ni Mkuu wa Uchunguzi wa Kisayansi Mkoa wa Kipolisi Ilala, Mrakibu Mwandamizi Latifa Chiko, wataalamu na wakufunzi, washiriki wa kikao kazi hiki, wanahabari wetu wa Usalama TV, mabibi na mabwana, itifaki kazi na nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Mimi nitataka kupata majawabu juu ya mafanikio yetu. Habari za asubuhi. Awali ya yote nami niungane na waliotangulia kupaza sauti kwa unyenyekevu mkubwa mbele za Mungu, kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu ambaye ametujalia uzima na afya njema, na kwa kibali chake ametuwezesha kukutana katika ukumbi huu wa Shule ya Polisi Moshi. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wake, hasa kwa wale waliosafiri sehemu mbalimbali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amewafikisha salama manispaa ya Moshi na leo wapo katika kusanyiko hili hapa. Kwa heshima kubwa na utii usiogawanyika, kwa niaba ya Kamisheni ya Uchunguzi wa Kisayansi ya Jinai, napenda kukushukuru Afande Mkuu wa Jeshi la Polisi kwa kutukubalia ombi letu la kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa kikao kazi hiki cha watendaji wa Kamisheni ya Uchunguzi wa Kisayansi ngazi ya makao makuu, mikoa, vikosi na wilaya. Aidha, tunatambua Afande Mkuu wa Jeshi la Polisi majukumu yako ya kitaifa na ya kitaasisi yalivyo mengi lakini makubwa, lakini mara ulivyopata mwaliko wetu hukusita kuukubali. Afande, tunasema asante sana kwa kutuheshimisha. Uwepo wako leo hapa ni ishara ya wazi ya dhamira ya uongozi wa juu ya Jeshi la Polisi katika kuimarisha taaluma ya uchunguzi wa kisayansi nchini. Afande Mkuu wa Jeshi la Polisi, tunakumbuka tangu ukiwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai nchini, ulionyesha mapenzi yako ya dhati na dhamira ya kuhusu kamisheni hii ya uchunguzi wa kisayansi. Mara kadhaa ulitembelea maabara zetu na kuongea na watendaji wake, na hili ulilifanya mara ulivyoteuliwa kuwa mkuu wa Jeshi la Polisi. Afande, hii ni ishara kuwa uliamini fika upelelezi hauwezi kujitosheleza katika karine hii pasipo kutumia nyenzo hii muhimu ya sayansi. Afande Mkuu wa Jeshi la Polisi, wataalamu wa sayansi ya uchunguzi wa jinai duniani wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa shahidi wa kisayansi katika kutafuta haki. Mwanasayansi maarufu wa Ufaransa Dr. Edmund Locard, ambaye anajulikana kama baba wa forensic ya kisasa, aliwahi kusema, hapa na nukuu, "Every contact leaves a trace," mwisho wa kunukuu. Yaani kila tukio la kihalifu huacha alama. Wajibu wetu kama wachunguzi ni kuhakikisha alama hizo zinatambuliwa, zinahifadhiwa na zinatumika kwa weledi
ili ukweli ujulikane. Afande Mkuu wa Jeshi la Polisi, kupitia jukwaa hili adhimu, napenda kutumia fursa hii kutoa shukurani za dhati za kamisheni kwako binafsi kwa hatua mbalimbali ulizochukua kuiwezesha kamisheni ya uchunguzi wa kisayansi ya jinai tangu uchukue kijiti hiki kwa mtangulizi wako. Afande, kwa wale tuliokuwepo tarehe 28 mwezi wa 5 2025 katika viwanja vya DPA mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, afande, ulimwambia kwamba leo na kueleza hadithi na hadithi inayofaa kusikilizwa, na sisi kamisheni ya uchunguzi wa kisayansi tunapenda leo kwa kibali chako na sisi tukupe hadithi yetu ambaye pia inafaa kusikilizwa. Kwanza, tunakushukuru kwa kuridhia kwa moyo wa dhati kuipatia kamisheni jengo la viunga vya makao makuu ndogo Dar es Salaam lililokuwa zijengwa ofisi ya makao makuu ya upelelezi wa makosa ya jinai. Hatua hii imekuwa chachu kubwa katika kuimarisha miundombinu ya uchunguzi wa kisayansi na imeongeza hadhi ya kamisheni yetu. Pili, tunakushukuru kwa kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kamisheni kuipatia magari mawili muhimu, gari la huduma ya patholojia na gari la maabara ya ukaguzi wa matukio. Vifaa hivi si tu vinaongeza ufanisi wa kazi, bali pia vimeongeza kasi na ubora wa huduma tunazotoa. Afande, maombi ya kupatiwa magari haya tulianza kuyatoa toka utawala wa mtangulizi wako IGP mstaafu Afande Siro, lakini kwa wakati wako imewezekana. Nakumbuka afande, siku moja kwenye management ulisema unajisikia vibaya unapoona patholojia wetu akikutana na mapatholojia wenzake wanasafiri kwa usafiri wa ndege, lakini kama ni kwa magari wanasafiri na kwa magari ya uhakika, lakini wakwetu anapanda daladala. Uliazimia kabisa ni lazima nimpatie gari, na hilo afande limewezekana. Tunakushukuru sana. Tatu, tunatoa shukrani za pekee kwa kuwezesha watendaji wetu kupata mafunzo nje ya nchi. Ni jambo la kujivunia kuwa kati ya kamisheni zote ndani ya Jeshi la Polisi, kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya kijinai ndio inayoongoza kwa idadi kubwa ya watendaji waliopata mafunzo kimataifa. Huu afande ni uwekezaji mkubwa kwa rasilimali watu. Mpaka wakati huu tunao jumla ya watendaji wapatao 219 waliopata mafunzo kwa kujengea uwezo nje ya nchi. Wapo kutoka makao makuu ya kamisheni, mikoa, vikosi, wilaya na wilaya nchi nzima. Na afande, nakumbuka ulisema nafasi hizi zikitokea msijiangalie tu nyinyi maabara makao makuu, angalieni kwamba na mikoani pia kuna watendaji wenu, na sisi hilo tulilishikilia, tumeendelea kufanya hili. Juzi tu wiki iliyopita wametoka maafisa wetu wawili, moja ni RFBO Ruvuma na mwingine ni division FBO Reli. Wametoka katika mafunzo ya muda mfupi nchini Misri na wako hapa leo kwenye kikao hiki. Aidha, safari hizi za mafunzo nje ya nchi bado zinaendelea kuja. Tuna jumla sasa hivi ya forensikia 6 waliopata ufadhili wa masomo ya full scholarship kwa ngazi ya shahada ya uzamili, yani master degree, kutoka nchini India kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kati yao 5 wanatoka makao makuu ya kamisheni na 1 anatoka mkoa wa Njombe. Na afande, naamini maombi yao yatakuwa kwenye mchakato. Tunaomba yakifika kwenye ofisi yako uweze kuwapa ruhusa ya kwenda kushiriki masomo hayo. Aidha, tunao watendaji wawili ambao wapo nchini India wakisoma shahada ya uzamili, yani Master in Microbiology. Pia tunao watendaji wawili ambao wapo nchini Misri wakisoma diploma ya Police Science. 4, tunakushukuru kwa maamuzi yako ya kimkakati kuruhusu uwepo wa maafisa wa ngazi ya kamishna na msaidizi wa polisi wapatao 11 kupangwa nafasi
ya RFBO katika baadhi ya mikoa, ingawa wakanda maalum Assistant Commissioner Malima ameshastaafu, hatua ambayo imeongeza ushiriki wa commission katika ngazi ya maamuzi na kuimarisha utendaji wetu. Afande, tunakumbuka baadhi ya himaya wakiona RFBO wa ngazi kwa mfano ya inspectorate, anamwambia kwenye kikao changu cha Monocall uweze ukahudhuria, taarifa zako zipitie kwa mkuu wa upelelezi aidha wa wilaya au mkuu wa upelelezi wa mkoa. Wakati sisi tunafahamu toka mwaka 2017 hizi kamishini zilijitegemea, kila moja ikasimama kama kamishina inayojitegemea. 5. Afande mkuu wa Jeshi la Polisi, katika kipindi chako tumeshuhudia maboresho makubwa. Hii ni baada ya wewe kuidhinisha floor ya 3 itumiwe na maabara hii. Vile vile maabara imefungwa vifaa vya kisasa pamoja na kupata viti maalum vya kiuchunguzi. Ukikuta sisi kwenye maabara tumekaa kwenye office chair, hivyo sio viti maalum kwa ajili ya uchunguzi. Kuna viti maalum kwa ajili ya uchunguzi. Ukienda maabara ya ballistic, kwa sababu walipata msaada, ndio utaona hivyo vifaa, hivyo viti vinafaa kabisa kufungwa kwenye maabara zetu. Lakini pia milango yao sasa hivi inafunguka kwa kutumia mfumo wa biometric. Aidha, maabara ya uhalifu wa mtandao imepanuliwa baada ya kuhamia ghorofa ya 8. Maabara hii imekuwa ya kisasa zaidi ikilinganishwa na ilivyokuwa kabla ya utawala wako. Zile nyumba afande za Field Force Dodoma ulizosema hazifai hata kufananishwa na kambi ya wavuvi. Baada ya kupiga makitaimu kwa muda mrefu, hatimaye maabara ya vinasaba ya binadamu imefanyiwa ukarabati mkubwa ili iendane na sifa na matakwa ya kimataifa na pia maelekezo mbalimbali ya mkemia mkuu wa serikali. Vile vile maabara hiyo imepata vifaa vya kisasa. Tunao sasa hivi scientific refrigerator tena kwa idadi inayotakiwa. Milango ya maabara hii sasa inafunguka kwa mfumo wa biometric ambalo ni takwa la kimaabara. Tupo katika hatua za mwisho ili tuje tumwandikie barua mkemia mkuu wa serikali aje akague kwa lengo la kupata usajili. Afande, yote haya yamewezekana kwenye utawala wako baada ya kuidhinisha floor kadhaa za ofisi ya makao makuu ndogo Dar es Salaam zitumike kwa upanuzi wa maabara zetu. Afande, tunasema asante sana. Afande, kwa niaba ya kamisheni ya uchunguzi wa sayansi ya jinai tunasema unatudai kazi, si vinginevyo. Afande mkuu wa Jeshi la Polisi, pamoja na mafanikio haya niliyoyaeleza na ambayo kwa kweli ndo hadithi niliyotaka kuisema ya kamisheni ya uchunguzi wa kisayansi, afande, tunaomba majenzi yanayoendelea kote nchini, aidha kwa ofisi za makamanda wa polisi wa mikoa au vituo vya klasi A, watenge ofisi maalum kwa ajili ya kuhifadhia vielelezo na hasa sampuli kwa makosa ya GBV na vaki. Mkemia mkuu wa serikali amefanya ukaguzi mara kadhaa, amekundua kwamba stoo zetu za kuhifadhia sampuli zimepitwa na wakati. Ni stoo ambazo unakuta exhibit zimechanganywa na vifaa, mapanga, mabangi na vitu vingine. Lakini kwa makosa ya sasa hivi ambaye ametamalaki, tunaomba kwa kwesi kila kituo kinapojengwa la kisasa tuweze kuhifadhi ili tuweze kutenga ofisi maalum kwa kuhifadhia hizi sampuli. Naomba kuwasilisha baadhi ya maombi ya kamisheni. Afande, kwanza kufuatia uzoefu tulioupata wakati wa vurugu za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, tulibaini umuhimu wa kuimarisha usalama wa watendaji wetu, hasa wanapokwenda kuchukua ushahidi katika mazingira hatarishi. Afande, kama ambavyo nilikiri kwenye kikao kazi cha mwezi Machi mwaka 2026 katika ukumbi huu kwamba katika uchaguzi mkuu watendaji wangu wa kamisheni hatukufanya vizuri, naendelea kukiri pia.
mbele yako kuwa kipindi cha uchaguzi hatukufanya vizuri. Hivyo tunaomba maabara ya ukaguzi wa matukio hasa ya makao makuu ipatiwe gari ya ukaguzi wa matukio yenye uwezo mkubwa wa ulinzi kama aina ya Cobra au Roba. Na pia kwa watendaji walioko mikoani, mipango kazi ya mikoa ihakikishe inapopanga watu wanapoingia kwenye Cobra au Roba, wawepo watendaji wetu na hasa wapiga picha walao wawili, ili waweze kuchukua matukio kiurahisi. Pili, tumebaini pia katika baadhi ya mikoa na vikosi, vitengo vya uchunguzi vinaongozwa na askari wasio maafisa. Mfano, tunazo wilaya 36 zinaongozwa na askari wa rank and file wa cheo cha constable hadi staff sergeant. Kati ya hizo wilaya 3 zinaongozwa na constable, na wilaya hizo ni Kakonko, Rufiji pamoja na wilaya ya Manyovu. Afande, eneo muhimu kama viwanja vya ndege hakuna mtendaji hata moja. Eneo hili pia tunaomba wenzetu wa utawala wahakikishe kwamba maeneo haya ni mipaka ya nchi. Kuwa na mtendaji wa uchunguzi wa kisayansi ni jambo ambalo linaleta faida kulikoni kutokuwepo hata moja. Kwa kuzingatia uzito wa majukumu yetu, tunaomba mikoa yote iongozwe na maafisa katika ngazi ya wilaya angalau iongozwe na mkaguzi wa polisi ili kuongeza uweledi na uwajibikaji. Lakini afande, lipo tatizo kwa wenzetu wa utawala. Nafahamu maelezo yako hayana shaka yoyote. Umekuwa kwenye management ukisema unapotaka ni vizuri kuwasiliana na kamishna Midundo ya kale Barnaba Class Utalibene Yesama Midundo ya kale Barnaba Class Utalibene Yesama